Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni siku ya leo tukaweza kusoma Biblia. Na leo tunaenda kusoma kitabu cha Ezra. Njoo tusome Biblia, tujifunze neno la Mungu. Ezra mlango wa 4. Tunaenda kusoma Ezra mlango wa 4, tusome polepole ili tuweze kuelewa. Basi adui za Yuda na Benjamini waliposikia ya kuwa wana wa mwisho wamemjengea Bwana Mungu wa Israeli hekalu, wakamkaribia Yerubabeli na wakuu wa mbari za mababa, wakawaambia, na tujenge sisi nasi pamoja nanyi. Kwa maana tunamtafuta Mungu wenu kama ninyi, nasi twamtolea dhabihu tangu zamani za Eskahadoni mfalme wa Hashuru, aliyempandisha mpaka hapa. Unaona adui yako vile anakujaga na urembo, akikuchekea na kukuonesha kwamba yuko upande wako. So huyu ni adui wa Yuda na Benjamin. Amekuja kwao ili kwa adai ili waweze kuingiliana nao, waweze kumwangamiza. Lakini Yerubabeli na Yoshua na wakuu wengine wa mbari za mababa katika Israeli wakawaambia, ninyi haiwahusu kushirikiana nasi katika kujengea Mungu wetu nyumba. Basi sisi wenyewe peke yetu tutamjengea Bwana Mungu wa Israeli nyumba, kama mfalme Koreshi mfalme wa Uajemi alivyotuamuru. Ndipo watu wa nchi wakadhoofisha mikono ya watu wa Yuda, wakawasumbua walipokuwa wakijenga, wakawaharibu washauri juu yao ili kuwapinga kusudi lao siku zote za Koreshi mfalme wa Uajemi, hata wakati wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi. Kwa hivyo adui yako huwaga hatulii, lazima akusumbue, lazima hawezi kata tamaa haraka. Tena wakati wa kutawala kwake au Asuero, mwanzo wa kutawala kwake, watu wakaandika mashtaka juu ya wenyeji wa Yuda na Yerusalemu. Adui lazima tu anakutafuta. Na tena katika siku za Artashasta, Mithredathi na Tabeli na mabaki ya weziwe wakamwandikia Artashasta mfalme wa Uajemi salamu za heri. Na mwandiko wa waraka huu huandikwa kwa herufi za Kiarabu na kunenwa kwa lugha ya Kiaramu. Nao Rehumu bwana shauri na Shimshahi mwandishi wakaandika waraka juu ya Yerusalemu na Artashasta mfalme kama hivi. Rehumu bwana shauri na Shimshahi mwandishi na mabaki ya wazao makadhi wa Kiajemi na madiwani kwa Kiajemi na wakewi wa Babeli wa Shushani, yaani Wahelami na mabaki ya mataifa ambao Ashbapali mkuu mwenyewe heshima aliwarusha na kuwakalisha katika mji wa Samaria na mahali penginepo ng'ambo ya mto wakadhalika. Hii ndiyo nakili ya waraka waliompelekea mfalme wa Artashasta. Watumishi wako, watu walio ng'ambo ya mto, wakadhalika. Ijulikane kwa mfalme ya kuwa Wayahudi walikwea kutoka kwako, wamefika kwetu Yerusalemu, nao wameujenga ule mji mwasi mbaya
wamemaliza kuta zake na kuitengeneza misingi yake. Basi ijulikane kwa mfalme ya kuwa mji huu umejengwa, na kuta zake zikimalizika, hawatatoka kwa kodi wala ada wala ushuru, na mwisho wake mfalme hatapata hasara. Na sisi kwa kuwa tunakula chumvi ya nyumba ya mfalme, wala si wajibu wetu kumwona mfalme akivunjiwa heshima. Basi tumetuma watu kumwarifu mfalme, ili habari zitafutwe katika kitabu cha tarehe za baba zako. Ndivyo utakavyopata kujua ya kuwa vitabu cha tarehe ya kuwa mji huo ni mji mwasi, wenye kuwadhuru wafalme na maliwali, na ya kuwa wenyeji wake wamefanya fitina katika mji huo zamani. Ndiyo sababu mji huo ukaangamizwa. Twamwarifu mfalme ya kuwa mji huo ukijengwa na kuta zake zikimalizika, tutakuwa na sehemu ya nchi ng'ambo ya mto. Ndipo mfalme akapeleka majibu kwa Rehomu bwana Shahuri ya Shimshahi mwandishi, na wenzake wengine waliokaa katika Samaria na penginepo ng'ambo ya mto. Salamu wakadhalika, ule waraka mlionipelekea umesomwa mbele yangu, nami nikaelewa na maana yake. Nikatoa amri, na watu wametafuta habari, ikaonekana ya kuwa mji huu zamani umefanywa fitina juu ya wafalme, ya kuwa uasi wa fitina umezifanyia ndani yake. Tena walikuweko na falme wakuu juu ya Yerusalemu, waliotawala nchi yote ili ng'ambo ya mto. Wakapeleka kodi na ada na ushuru. Sasa toheni amri kuwakomesha watu hawa kazi yao. Mji huu usijengwe hata mimi nitakapotoa amri. Tena jihadharini, msilegee katika jambo hili. Kwa nini madhara yazidi kwa wafalme wapate hasara? Hata nakala ya waraka huo wa mfalme Artashasta uliposomwa mbele ya Rehomu bwana wa Shahuri na Shimshahi mwandishi na mwenzake, wakaenda Yerusalemu upesi kwa Wayahudi, wakaukomesha kwa nguvu na kwa kuwashurutisha. Ndivyo kazi ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu ikakoma, nayo ikakoma hata mwaka wa pili wa kutawala kwake Dario mfalme wa Uajemi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui yako atatafuta kila mbinu ili aweze kusimamisha kazi yako, ili aweze kusimamisha huduma ulionayo. Atatafuta kila mbinu ili aweze kuona unarudi nyuma, ili aweze kuona unaanguka, ili aweze kuona hauendi au songe mbele, kama vile wana wa Israeli walivyosimamishwa na adui zao. Adui zao walitafuta kila mbinu. Walienda kwa midomo mizuri kuwashawishi, lakini wakakataa. Wana wa Israeli pale Yerusalemu wakakataa kuwasikiza kina Yoshua, wakakataa kuwasikiza. Na wakatafuta mbinu ingine, wakaenda kutafuta waraka, wakatafuta hati ya mashtaka ili wawashtaki. Wakawashtaki kwa wafalme, na walipowashtaki kwa wafalme, ndipo mfalme akatoa amri kwamba kazi ile isimamishwe, ambao walikuwa wanafanya kazi ya Mungu ili kujenga mji wa Bwana, ili kujenga ukuta wa Yerusalemu, lakini walisimamishwa kwa sababu gani? Ya fitina za watu. Kwa hivyo chungana na wale ambao wamekuzunguka. Chungana na wale ambao uko karibu na wao. Huenda ikawa anajiongelea, unaona kama ambaye anakuambia ushauri ulio bora, lakini kumbe anajaribu kudidimiza matarajio yako, matamanio yako, karia yako, mafanikio yako, ili usiweze kusonga mbele. Hataki ufanikiwe, hataki usonge mbele. Kwa hivyo atakuja kukatisha tamaa, atakuja kutafutie mbinu zote, atatafuta mbinu zote ili urudi nyuma, ili usiweze kusonga mbele. Kuwa makini, zidi kusonga mbele, zidi kukaza mwendo katika kile ambacho unaona kwako
kiko sahihi, ambacho unaona kwako kinakupa amani, ambacho unaona kwako ndicho unachotamani kukifanya, fanya hicho, usiangalie nyuma. Watatafuta mbinu zote, watatafuta njia zote, watakuja kwa njia zote, watakuvunja moyo, watakurudisha nyuma, watakukatisha tamaa, watakufanya kwamba unachokifanya hakina maana, lakini angalia umaana wake, usiangalie watu. Mungu akubariki mpaka kipindi kingine tutakapoendelea kusoma neno la Mungu. Shalom.